أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tunawakumbusha kuwa leo ikiwa ni siku ya 7 ya darsa zetu, tunazungumza kuhusu kwa nini tuzungumzie elimu, na tumeona kwamba kwanza kabisa ni kwa sababu elimu ndiyo chanzo na chimbuko la utukufu na heshima ya mwanadamu. Lakini namba 2, tukaona elimu ndiyo msingi wa kwanza wa maendeleo ya binadamu yoyote yule, jamii yoyote ile, na tunaishi katika hii namba 2. Elimu ndiyo msingi wa kwanza wa maendeleo. Tumeona sababu ni kwa kuwa elimu ndiyo inayopewa kipaumbele katika kuandaa maendeleo ya jamii, na tumesema, wenzetu wanasema primus of the idea, kipaumbele cha wazo katika maendeleo yoyote yale ya watu. Lakini ushahidi wa pili ni ukweli wa kihistoria, kwa maana historia inasema kwamba wale waliokuwa mbele kielimu ndio walioendelea. Na jana tumeanza kutizama mifano kadha wa kadha ya namna wale watu waliotangulia katika ilmu, waliotangulia katika sayansi, namna gani walitangulia katika maendeleo. Tumezungumza kuhusu nchi za kimagharibi leo hii, tukasema kuna hatua 3 ambazo wamepitia. Hatua ya kwanza inaitwa Dark Ages, zama za kiza. Katika zama za kiza ambazo zilianza karne ya 5 tangu mwaka 476 mpaka mwaka 1000. Mwaka 1000 mpaka 1300 ilikuwa ni kipindi cha kuanza kuamka, lakini kabla ya hapo walikuwa katika zama za kiza. Lakini nukta muhimu sana ambayo tuliishi nayo kwa muda mrefu katika mazungumzo yetu ya jana ni pale tuliposema kwamba wakati ambapo nchi za kimagharibi zimo katika zama za kiza, Waislamu walikuwa katika zama za mwangaza. Kipindi hicho kwa upande wa Uislamu ni kipindi kilikuwa kinaitwa ni Golden Age, Islamic Golden Age, zama za kidhahabu za Waislamu. Na kwa hakika ni miaka takriban 800 zilikuwa ni zama za kidhahabu.
Kwa hivyo Waislamu walikuwa na ulamai, walikuwa na wataalamu, walikuwa wakiongoza kiilmu, na maeneo ambayo yalihusika sana kwa Waislamu wakati huo yakiwa ni kiini cha ilmu, ni qibla cha ilmu, ilikuwa ni Baghdadi namba moja, Andalus ambayo ni Spain ya sasa hivi kule Ulaya, na katika Andalus ambayo ni hiyo Hispania sasa hivi palikuwa na miji maarufu kadha wa kadha. Kwa mfano Cordoba, ambayo ndo tumesema mara nyingi ukisikia al-Qurtubi, na wako wengi hawa ma-Qurtubi wananasibishwa na eneo la Cordoba. Lakini vile vile kuna miji kama vile Tulaitila, Kashtilia na Madinatu Zahra. Yalikuwa ni maeneo muhimu sana ya kutoa ilmu yenye maendeleo kwa wakati huo, na kipindi hiki kinaitwa kwamba ni Golden Age ya Kiislamu. Ilifikia kilele chake karne ya 8 mpaka ya 13. Pale ndipo ilikuwa katika peak hiyo Islamic Golden Age. Karne ya 8 unazungumza mwaka 900 na unazungumza mwaka 700 na mpaka karne ya 13 mwaka 1200 na hii miaka tumesema ni muhimu. Ukitizama mwaka 700 na mpaka mwaka 1200 na ni kipindi cha kiza kwa watu wa Ulaya. Ni kipindi ambacho walikuwa katika mazingira ya ujinga. Hapo tumeelewana mpaka hapo. Sasa walijulikana katika nini zaidi Waislamu? Kwanza kabisa katika hisabati, katika mahesabu ni moja katika maeneo ambayo walikuwa mbele. Hivi mnajua kwamba namba moja tunavyoiandika sisi 1, 2, 3 mpaka 9, au tuseme 0, 1, 2, 3 mpaka 9, namna tunavyoziandika zinaitwa Arabic numerals. Hizi namba mlizozizoea hizi sio zile namba za Kiarabu hizi. La, namba hizi mnazoziandika 1, 2 au 0 mpaka 9 zinaitwa Arabic numerals. Kwa lugha nyingine ni tarakimu za Kiarabu. Lakini ukweli ni kwamba sio Waarabu walizozigundua. Walizigundua Wahindi. Lakini wazungu hawakuzipata ila kwa Waislamu. Wao kila aliyekuwa amevaa Kiarabu walimuita Mwarabu, hawakumuita Muislamu, kwa sababu Al-Khawarizmi hakuwa Mwarabu, ambaye alikuwa ni mtaalamu wa mahesabu na ndiyo maarufu aliasisi taaluma ya aljebra. Sasa Al-Khawarizmi aliishi Baghdad na alisoma katika Darul Hikma, lakini ni mtu alioishi tangu mwaka 780. Inakisiwa kwamba ndo umri alozaliwa. Mwaka 780 ndio mwanzo wa Waislamu kuingia katika kufikia kilele cha kuwa ni Golden Age, ni zama za kidhahabu, kwa sababu karne ya 8 mpaka karne ya 13. Kwa hivyo katika kipindi hicho ambacho Al-Khawarizmi yupo, ndio mwanzo wa Waislamu kuwa katika Golden Age, katika zama za kidhahabu. Lakini nchi za kimagharibi zilikuwa katika zama za kiza. Ile 0 kuna mjadala kwamba ni nani aliyoibuni. Inathibitishwa kwamba ni Wahindi, lakini wengine wanasema ni Waislamu. Sasa la msingi ni kwamba wafanyabiashara wa kutoka nchi za kimagharibi waliofanikiwa kuingia nchi za Waislamu kufanya biashara walikuwa wakipata sana tabu katika mahesabu, wakitumia vijiti kuhesabu ili kutunza rekodi. Lakini walikuwa wakiwaona Waislamu wanaandika tu namba, wanatunza mahesabu, lilikuwa likiwapa tabu sana.
wakafanya kazi ya kujifunza mahesabu ili kurahisisha biashara zao. Nataka kulisema hili kwa sababu historia inathibitisha kwamba hatua ya pili ya wazungu ambayo inaitwa Renaissance period, hatua ya kuzaliwa upya kwa maendeleo ya wazungu, ilisababishwa na elimu iliyopatikana kupitia Waislamu, kwa sababu wao ndio walohamisha ilmu ile kupeleka kwa wazungu. Baada ya kuwa wamepoteza kila kitu, zama za Wagiriki zimekwisha na kuna ukuta, vitabu na maarifa walivipata wapi? Walivipata kupitia kwa Waislamu. Kwa hivyo kwanza walikuwa maarufu katika mahesabu, lakini katika tiba ndio ukatizame sasa umri wa Ibn Sina, aliishi wakati gani? Utaelewa kwamba alitangulia Abyssinia, na huyu akaitwa kwamba ni the father of modern medicine. Yani taaluma ya tiba ya sasa hivi unaojua, baba mkuu mwanzilishi ni Ibn Sina, the father of modern medicine, ndio baba wa tiba wa matibabu ya kisasa ambayo tunatibiwa hospitalini. Lakini vile vile astronomy, mambo ya falaki, mambo ya sayari na mengine. Sisi tunapita tu hapa kwa sababu lengo letu sasa ni kwenda kule mbeleni tukazungumza mengine. Haya ni katika kuashiria tu falsafa kama Averroes, Ibn Rushdi, ambaye yeye ndiye aliwarudishia wazungu falsafa ya Aristotle. Yani katika watu ambao walikuwa wanaifahamu vilivyo falsafa ya Aristotle alikuwa ni Ibn Rushdi, Averroes. Na huyu ni mtu aliyoishi Ulaya, Waislamu walikuwa Ulaya, maana Waislamu pamezaliwa kizazi, hata kizazi Ulaya miaka 800. Kwa hiyo falsafa za Aristotle walizirudishaje wazungu wa sasa hivi kwao wakazifahamu? Ni kupitia kwa Ibn Rushdi na wenzake. Uhandisi wa majengo ni taaluma ambayo ilitoka kwao ikaenda Ulaya kupitia Spain. Lakini mwisho ambalo ni muhimu sana, tafsiri ya vitabu Kigiriki lakini vile vile na Kiajemi, kwa sababu ilmu ilikuwa katika vitabu vingine. Kazi kubwa waliofanya Waislamu ni kuihamisha kutoka katika lugha nyingine. Baghdadi, ile Darul Hikma, ilifanya kazi kubwa sana ya kutransfer elimu kupitia translation, kutafsiri kutoka katika lugha moja kwenda katika lugha nyingine. Kwa hivyo wazungu walikuja kuipata sasa hivi kwa Waarabu, kwa Waislamu katika lugha yao, ndio wakaihamisha sasa katika lugha hizi mpya kama Kiingereza na nyingine. Haya ni mambo muhimu sana tuyafahamu, hasa katika masuala yetu tunayouliza, na tufahamu miaka ya hawa ilikuwa ni miaka ambayo wale wenzetu walikuwa katika dark ages, zama za kiza. Tasari ni kwamba katika kipindi ambacho nchi za kimagharibi zilikuwa katika zama za kiza, nchi za Kiislamu kwa wakati huo zilikuwa katika zama za mwangaza, katika golden age. Na nitawapeni mfano wa ziada. Kwa mfano, kuna mtaalamu wa Kiislamu akiitwa Zahrawi, lakini na yeye aliitwa hivyo kwa sababu alitoka katika Madinatu Zahra kule Spain. Huyu Az-Zahrawi, historia inasema kwamba yeye ndio the father of modern surgery. Yani huu upasuaji tunaoona sasa hivi, yeye ndio mwanzilishi, na aliweza kubuni vifaa vya upasuaji zaidi ya 200 vya namna ya kupasua mwanadamu viungo vyake katika maeneo mbalimbali na kumtibu. Na miaka alokuwa bwana huyu ni miaka ambayo kwa hakika mabwana walikuwa katika zama za kiza. Yeye alikuwa mwaka 936 ambao ni karne ya 10. Wakati huo bado Ulaya ikiwa katika zama za kiza. Sasa baada ya dark ages, zama za kiza, wazungu waliingia katika zama za mwangaza. Lakini kwa sababu ya kusoma kupitia jamii ya Waislamu,
Ndio maana hata baadhi ya vitabu vinazungumzia marine technology, kwamba katika safari ya Christopher Columbus kuelekea katika bara la Amerika alikuwa na wataalamu wa Kiislamu wanaomuongoza njia, kwa sababu walikuwa wataalamu, wanajua namna ya kusafiri baharini. Ukweli huu unahitaji kuandikiwa, unahitajia kusemwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu moja katika mambo ambayo yamewaathiri Waislamu kwa kutokujua ukweli huu ni kuhisi kitu kinachoitwa inferiority complex, kufeel kwamba wao ni wanyonge, hawawezi kuwa kama wengine. Ndio mtaona haya maswali, hata watu wakikaa wanasema wazungu bwana, wenzetu kama vile wamepewa akili tofauti na sisi. Lakini lau kama mtu akifahamu historia vizuri, akajua kwamba jana alikuwa ni yeye kwa miaka kiasi 800, na kwamba wengine walitamani kuwa kama yeye, walitamani mavazi yake, walitamani lugha yake, walitamani chakula chake, walitamani majengo, walitamani kila kitu, itampa moyo kujua kwamba yeye si mnyonge. Lakini kama hawa walipitia katika zama za rebirth, kuzaliwa upya tena, maana yake na Waislamu vile vile wanaweza kupitia hatua ile wakaibuka upya. Na wala si aibu kwamba iwe hawa wazungu na nchi za kimagharibi ndio jukwaa jipya la sisi kupanda tukarudi pale tulipokuwa, kwa sababu wao vile vile walipanda kupitia kwetu. Ilikuwa tayari hakuna mawasiliano na ilmu ya Kigiriki, walikwenda kuchukua kwa Ibn Rushd, kule ndio walikwenda kusoma, na wengine na wengine na wengine. Kwa hivyo, na mambo kama haya ni muhimu sana katika vyuo vyetu vya Kiislamu, iwe watu watasoma, kwa sababu Waislamu hawajijui wala hawajui historia yao, namna walivyokuwa watukufu. Wakati fulani katika University ya Nairobi niliona katika kozi za master zilizoandikwa pale, kozi ya Islamic Civilization, ustaarabu wa Kiislamu. Kulikuwa kuna profesa wetu yuko Morogoro, marehemu Profesa Mikdadi. Nikamwambia mimi nimekwenda Nairobi University, nimekuta pale kuna kozi ya master inayoitwa Islamic Civilization. Akasema mimi ndio nilianzisha nikiwa pale, na nimemwacha mwanafunzi wangu kijana wa Mombasa ndio anaendesha kozi hiyo. Lakini swali la msingi ni kwamba huyu anayeandaliwa kuwa shekhe, hata kama sio katika university, katika hauza zetu, hapasi kujua alikotoka? Hapasi kujua historia ya Waislamu duniani ilikuwaje? Haya mambo si tumeyataja juu juu, lakini ukija ukayanyambua moja hadi jingine, idadi ya hawa wataalamu ni wengi kupitiliza, na katika kila fani. Katika tiba walikuwa wengi sana, katika masala ya upasuaji wa ndani, katika masala ya tiba kwa ujumla. Mtu kama Ibn Nafis, ambaye leo hii ukiwauliza vijana wetu madaktari, ushawahi kupitia mahala ukamsoma mtu anaitwa Ibn Nafis, atakwambia simjui. Lakini taaluma nyingi wanazozisoma waanzilishi ni wao. Jabir ibn Hayyan Geba, ambaye ni mwanafunzi wa al-Imam Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ni university gani inafundisha habari zake? Na mimi mtu wa kwanza kumsikia akimzungumzia Jabir bin Hayyan ni Profesa Mikdadi, huyo nilomtaja sasa hivi, na akazungumza mambo mengi ya ajabu, na akisema huyu aliishi akawa anayajua mambo kuliko watu wa zama zake, Jabir bin Hayyan. Na ndio yale niliyosema jana, ukisikia Geba huwezi kujua nani, ukisikia Averroes huwezi kujua kama ni Ibn Rushd, ukisikia Avicenna huwezi kujua kama ni Ibn Sina. Kwa hivyo kuna dharura ya vijana wetu kuyasoma kwa mtiririko, sio kwa namna hii tunaozungumza, wakaijua ile miaka vizuri, pakaandaliwa masomo ya kumfanya kijana akitoka pale ajue kwamba na yeye anaweza kuwa mkubwa. Nadhani hili jambo la msingi sana, na hakika inshallah kwa muda mfupi litakwepo.
kwa sababu azma yetu ni kufanya utaratibu huo na kuandaa huo mtiririko na miaka. Ukajua kwamba wazungu walipokuwa katika zama za kiza ni kipindi gani mpaka kipindi gani, lakini miaka ile ile ukaonyeshwa kwamba kulikuwa kuna watu hawako kwenye kiza katika taaluma zote unazozijua. Na walifundisha kina nani? Ni nani katika wanafunzi wakubwa wa Averroes Ibn Rushd katika wazungu ambaye alichukua falsafa za Aristotle kwa Ibn Rushd na yeye akazihamisha kwa watu wengine? Mwanafunzi anatakiwa azijue ili afahamu mtiririko huu wa ilmu, namna gani tuliihamisha tukaipeleka katika nchi za kimagharibi. Nadhani tunaelewana mpaka hapa. Sasa hapa kuna orodha ya wengi ambao niliandaa, lakini muda wetu hautoshi. Na leo ukienda kuzurura duniani unafanya utalii, nenda sasa ukaangalie Madina tu Az-Zahra iko wapi huko Spain, ambapo palikuwa ni mji wenye taa, panaangaza usiku, ni mji ambao umependeza karne hizo. Wanasema ile Madina Az-Zahra ilikuwa ni mji kama mji wote unaojua leo, ukiingia panaangata katika zama hizo. Na nikawaambieni sasa kamsome Al-Mas'udi wa Muruji Dhahabi akueleze mambo kadha wa kadha ya kihistoria, ya jiografia na mengine na mengine na mengine. Sasa wazungu tayari wameshaingia katika kipindi cha mwangaza kuanzia mwaka 1300 kama tunasikilizana vizuri, kuanzia mwaka 1300 kwenda mbele mpaka 1500 na wameanza kuzaliwa upya. Ndio utaona sasa wale wataalamu nilikuwa nakutajia, utaona wakubwa wataalamu wakubwa wanaanza miaka hiyo. Wachache walianza 1200 na 300 na taratibu kufikia 500 na sasa na wao wanaanza kuwa na wataalamu wengi, lakini Waislamu na wao wameanza kuporomoka kwa sababu Spain imevamiwa mwaka 1490 na ndio imeanguka moja kwa moja. Walipokuja huku kina Vasco da Gama ndio walikuwa wanamalizia kuangusha Waislamu. Wamekwenda bara la Amerika, Waislamu walikuwepo na misikiti ilikuwepo akiingia Christopher Columbus, jambo ambalo ni muhimu tulifahamu. Christopher Columbus katika mudhakara zake amethibitisha kwamba kuna maeneo Cuba kule kulikuwa kuna misikiti. Amethibitisha kwamba kuna mambo ambayo wameyaona kule Andalus ya kimajengo yalikuwa kule vile vile yapo. Ndio bahthi inahitajika ieleweke kwamba Waislamu walipoangushwa Ulaya, wazungu wakaanza kutoka nje, hasa wa Spain na Wareno. Suali ni kwamba walipokwenda kukutana na Waislamu Afrika na Asia na bara la Amerika, Waislamu walikuwa wageni kwao au walikuwa wanajua tangu zamani? Suali. Christopher Columbus alipokwenda Amerika, akikutana na Waislamu Amerika, ilikuwa ndo kwa mara ya kwanza anakutana nao? Vasco da Gama akija huku kwetu, Waislamu walikuwa wageni kwake? Anawajua tangu Ulaya, washapigana nao kule, sasa wamewashinda. Wakikutana nao huku wanawajua hawa ndio wale maadui zetu tuliowafukuza kwetu. Kwa hivyo mapambano yale yalikuwa ni endelevu ya kuendelea kupigana na Waislamu. Sasa hawa wameingia katika kipindi hiki na hatua za maendeleo na mapinduzi ya viwanda zimeanza. Tumefundisha jana nini maana sayansi na teknolojia. Tukasema kilichotangulia na sayansi ikaleta teknolojia. Teknolojia ni application tu, ni chombo kinachorahisisha matumizi ya kanuni iliyogunduliwa na sayansi, sio? Kwa hivyo teknolojia ya viwanda ilikuwa ni matokeo ya scientific revolution, mapinduzi ya kisayansi. Wakaanza taratibu, wakaanza kutengeneza factories, viwanda mbalimbali vidogo vidogo. Hatua ya maendeleo ikaanza kuwa kubwa kwa wenzetu.
Na mimi nawaambia vijana kwamba nendeni mkafanye bahthi. Sasa hivi bahthi ni rahisi sana. Katizameni nani mtu wa kwanza kutengeneza saa, ni nani mtu wa kwanza kutengeneza glass na miwani, ni nani mtu wa kwanza kutengeneza vifaa vya kupaa angani. Historia imeandika kwamba mtu wa kwanza kufanya majaribio ya kupaa angani akiitwa Abbas. Katizameni Darul Hikma ilianzisha vitu gani? Na hii ni mkienda sasa hivi katika vyombo vyenu vile vya mawasiliano, nendeni mkafanye bahthi hii, mweke orodha ndefu, muwaone watu hawa. Kwa hivyo hawa waliendelea pale walipoishia Waislamu, wakaenda kwa kasi mpaka hapa tulipofikia leo hii. Tena miaka yenyewe michache ukilinganisha na miaka Waislamu walipoendesha dunia. Kwa hivyo hatimaye sasa hatua ya tatu ndio hiyo hatua ya mwangaza, enlightenment period, zama za mwangaza, zama za nuru kwa wenzetu. Lakini hoja yetu ya msingi ni ipi? Hoja yetu ya msingi ni kwamba kilichowafanya wafikie hatua hizo zote ni nini? Ni ilmu, ni sayansi. Hoja yetu ya msingi ni kwamba Waislamu walipokuwa mbele, kilichowafanya wawe mbele ni nini? Ni elimu. Hiyo ndio hoja ya msingi. Kwa hivyo wazungu wakaingia katika zama sasa za mwangaza, zinaitwa asru tanwir, zinaanzia mwaka 1685 kwenda mbele, yani karne ya 17. Ndio utasikia wale wote tuliowataja sisi juzi ile, amezaliwa mwaka 1700 na 800 na hao wote kina Immanuel Kant, kina Hegel, kina Karl Marx na wengine wote, kina Sigmund Freud, ambao wanaitwa ndio wataalamu wa kisasa. Safari yao yote ilitokea huku mpaka hapa. Swali dogo, Waislamu wakiamua kuwa hivyo wanaweza hawawezi? Kabla ya kujibu kwamba wanaweza au hawawezi, unatakiwa useme kwamba walishawahi kuweza. Lau wakifanya hivyo watakuwa wanarudi katika ile sifa ya rebirth, renaissance, kwa maana wao watazaliwa upya tu. Kwa hiyo ni jambo linawezekana. Sasa baada ya kufikia hapo, kwa mukhtasari sana tutakomea hapo, lakini nukta inayofuata sasa, baada ya ukweli wa kihistoria, nukta C ni kwamba elimu, imethibitika kwamba elimu ndiyo nguvu ya msingi. Nataka neno nguvu tulipigie mstari, au ndio kiini cha uwezeshaji, yani kumwezesha mtu, empowerment. Elimu ndio msingi. Na mimi nataka tupigie mstari neno power. Ni sawa sawa ukisema education is power, elimu ni nguvu, lakini itabaki kuwa nguvu gani? Wataalamu wa maendeleo ya jamii wanafundisha kuhusu uwezeshaji, empowerment. Hili neno empowerment lichukue, lina viambishi. Kiswahili wanasema kuna viambishi awali na viambishi tamamu, vya mwisho, tamati. Empower, alafu kuna ment. Hapa katikati kuna neno power. Kiswahili chake ni uwezeshaji, sio? Na unapotaka kuwezesha watu, jambo la kwanza wanasema ni elimu, jambo la pili ni uchumi, jambo la tatu ni lile tulosema kumpa nafasi katika kutoa maamuzi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Mnapoishi katika zama za mapambano, wa'iddu lahum, waandalieni maadui zenu, mastata'tum min quwwa, nguvu yoyote ile mnayoiweza waandalieni. Wa min ribatil khayli,
na vile vile waandalieni farasi waliofungwa kamba, wako tayari kwa ajili ya kuingia katika vita. Kwa nini mfanye hivyo? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, kwa kujiandaa huko mtamtisha adui wa Mwenyezi Mungu na adui wenu, kwa maana ya kwamba kabla hajaingia katika mapambano atafikiria, kwa sababu ya ile nguvu yenu, sio? Kwa hiyo kinachotakiwa sisi tukiandae nini? Ni kuwa, nguvu, kwa sababu Mungu anasema mastata'tum min quwwatin, chochote mnachoweza katika nguvu. Tuko pamoja? Sasa maana ya zamani sio sawa sana maana ya sasa hivi, na sisi sote tunakubaliana, kwa sababu ikiwa maana yake andaeni farasi waliokuwa tayari wamefungwa kamba, wanangojea tu muda ufike, ni nani katika sisi anaamini kwamba vita vya sasa hivi ni kuandaa farasi? Hakuna Muislamu anayeamini hivyo, kwamba tukitaka kupigana sisi na Wamarekani tukatafute farasi tuwafunge kamba tuandae. Kuna Muislamu anaamini hivyo? Lakini wakati ule ilikuwa sahihi, tena ilikuwa sahihi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliyekuwa amepanda farasi hata katika mgao wa ngawira alikuwa akipewa mara mbili. Mnajua kwa nini? Kwa sababu kila ukitumia farasi una nafasi ya kushinda zaidi. Kwa hiyo wenye farasi wengi walikuwa wanaweza mapambano zaidi kuliko wasiokuwa na farasi wengi, sio? Sasa leo hii kuwa na vifaru, kuwa na merikebu za kivita, kuwa na vitu mbalimbali, sio? Kwa hivyo ina maana kwamba maandalizi ya kisasa sio sawa sawa na maandalizi ya zamani. Sasa nguvu ziko katika mafungu mbalimbali. Leo hii nikikwambia taja hizo nguvu, nadhani kuna mtu anasema taa izimwe inaokonyeza isiharibu, sio? Kwa hivyo pengine mtu akiulizwa leo hii kuna nguvu gani, taban nguvu za kijeshi, kwa maana ya silaha, kuwa na silaha za kijeshi ni nguvu zilizokusudiwa bila shaka. Lakini bila shaka nguvu za mwili ni nguvu zilizokusudiwa, sio? Bila shaka. Na ndio maana Mtume akisema almu'minu alqawiyyu ahabbu ila Allah, ya mu'min mwenye nguvu anapendwa na Mwenyezi Mungu zaidi. Unadhani kwa nini? Kwa sababu nguvu zake anaweza kuzitumia kupigania dini, kupigania haki, sio? La sivyo itakuwa hakuna maana ya kwamba mu'min mwenye nguvu anapendwa zaidi na Mungu. Hakuna maana yoyote ikiwa zile nguvu zake sio silaha ya kutisha mtu anayepigania dhulma, mtu ambaye hataki haki. Kwa hiyo makusudio ni kwamba zile nguvu zina maana katika kusimamisha haki. Na ndio maana wale Bani Israil walipoletewa kiongozi, Mungu alimsifu kwamba ana nguvu za mwili za kupigana, sio? Mungu akasema inna Allah astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil jismi fil ilmi wal jismi. Mungu kamuongezea uwezo, ukunjufu, nguvu za ilmu. Ni nakira hiyo. Kwa hivyo chochote kinachofaa kuitwa nguvu kuwa ni silaha ya kupigana na adui, andaeni kwa ajili ya mapambano. Kwa hiyo Sheikh Makarim Shirazi anasema kwanza ni ilmu. Ilmu ni katika nguvu kubwa. Uchumi ni nguvu, si nguvu? Nguvu. Maana hilo jeshi lenyewe mapambano yanahitajia fedha, yanahitajia uchumi, sio? Kwa hivyo kuwa na uchumi ni sehemu katika utekelezaji wa aya a'iddu lahum mastata'tum min quwwa, kwa sababu uchumi ni quwwa. Lakini vile vile nguvu za kijeshi nazo ni nguvu na ni muhimu sana. Nguvu, Sheikh Makarim Shirazi anasema nguvu za media, ilamu. Nani katika sisi anaweza kusema media sio nguvu? Kwa hivyo media tena ni nguvu kubwa zaidi.
ni nguvu kubwa sana, sio? Sisi sasa hivi leo hii mimi nikikemea mambo ya ngono za jinsia moja, nikikemea sasa hivi, alafu mabwana hawa wa habari wakaja wakaandika wakatengeneza klipu inayotaja mambo ya ngono za jinsia moja na namna nilivyokemea, yakirushwa katika mtandao yanaweza kufungiwa. Unafahamu hilo? Sio hilo tu, mambo ya Irani tu ukiyasema sasa hivi pakatengenezwa title, na tumejaribu hilo, utaona tabu yake katika mtandao. Ina maana huwezi kufikisha jambo lako, wanakuzuia, sio? Lakini yale ya kwao rahisi. Kwani propaganda si sehemu ya vita? Kama hakuna mawasiliano, hakuna media, hakuna njia za kisasa za mawasiliano, utaviweza vita sasa hivi? Uviwezi. Kwa hiyo ni kuwa vile vile. Kwa hiyo vyote hivi ni muhimu sana kuandaliwa, lakini utagundua vyote vinatawaliwa na ilmu. Vyote vinatawaliwa na ilmu. Ndugu zangu, kwenda vitani sasa hivi bila kuwa na ilmu ya vita, unaweza? Wale watu unaona na renki zao ni kwa sababu ya uwezo wao wa kitaalamu, taaluma za vita. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam si kwamba hakutumia mbinu za kivita, taaluma za kivita katika mapambano, sio? Alitumia. Kwa hiyo utagundua kwamba ile kuwa vyovyote itakavyokuwa lazima irudi katika ilmu. Mapambano yoyote yale na maandalizi ya nguvu za kupambana lazima yawe yamezingatia elimu. Bila hivyo huwezi mapambano. Sasa Mwenyezi Mungu ukisoma aya ile anakuonesha kwamba sio lazima mpigane. Yale maandalizi tu yakiwa yako sawa sawa, yule anayetaka kupigana na wewe atafikiria mara 10. Kwani unafikiria Irani kwa nini haivamiwi mara moja? Yani ile kwamba jamaa wameamua kuja kutoka kwao huko mara moja wakawavamia. Unadhani kwa nini wameweka kituo wanasubiri? Wao unadhani kwa nini? Walikuwa wanaweza kuja moja kwa moja wakaivamia Irani. Ni kwa sababu wanajua kwamba huyu na yeye yuko vizuri. Tukija ovyo ovyo tunaweza tukaondoka na majeraha. Na tushajaribu, tumeona. Sasa Mungu hasemi kwamba lazima mpigane, anasema kwamba yale maandalizi turehibuna bihi adu wallahi wa adu wakum. Yule adui akija akikaa hivi anapiga mahesabu, anaona hapa hapaingiliki. Hayo ndio makusudio. Kwa hivyo nguvu za kijeshi ni muhimu, nguvu za kiuchumi ni muhimu, nguvu za mawasiliano na media na vyombo vya habari ni muhimu, lakini nguvu za ilmu ni muhimu kuliko zote, kwa sababu vita sasa hivi ni sayansi, biashara ni sayansi, uchumi ni sayansi. Hakuna chochote kile ambacho unaweza kukifanya kikatoka nje ya ilmu. Kila kitu ni sayansi. Tumesema wakati fulani, sisi hatutambui kwamba mama zetu walipowafundisha dada zetu kupika, namna ya kukuna nazi, namna ya kutengeneza tui la nazi, namna hata tui la nazi likiwekwa namna linavyokorogwa lisikatike, vyote vile walikuwa wakifundishwa mpaka mwanamke akawa mpishi. Dada yako siku akiolewa, akienda, mumewe anaweza kuridhika kwamba nina mke mpishi. Sisi hatukuamini kwamba ile ilikuwa ni college ya mapishi ambao walijifunza wakaendeleza mapishi. Mpaka leo hii mambo ya hotel management na mambo ya mapishi, anapotafuta kazi binti ndio anakwenda kufundishwa kupika ili ahudumie katika mahoteli makubwa makubwa. Ndipo tunapoelewa kwamba nayo ni elimu hii. Lakini wakati huo anapewa certificate, kikaratasi kinachoonyesha kwamba amejifunza katika hotel management, kajifunza mambo kadha kadha, lakini vile vile kajifunza mambo ya mapishi, mambo ya kuandaa meza, namna ya kumhudumia mtu. Hivi vitu walikuwa wakifundishwa majumbani, sio? Walikuwa wakivipata majumbani. Chakula kikafunikiwa na kawa, kikatunzwa vizuri, maji yakawekwa pale, ikajulikana kwamba sasa pale chakula kiko tayari, mume akija anakula, wageni wakija wanakula.
au ni kombe la Waswahili la kwenye harusi, namna linavyoandaliwa, likatayarishwa, wageni wakaekewa. Sasa leo hii tunaitambua elimu pale mtu atakapokuwa na certificate yake, na kile chakula cha hoteli kubwa fulani unayojua ukienda kukitizama wallahi hakina ladha, lakini kimepangiliwa vizuri tu. Maana yake anaweza kuchorea mpaka maua kwenye ile kachumbari, ukifungua unaona maua, sio? Lakini ukikila ladha hakuna ukilinganisha na kile cha nyumbani, lakini kile ni cha msomi mwenye certificate. Kwa hivyo kila sekta ya mwanadamu kwa sasa hivi na huko tunapokwenda inatawaliwa na elimu. Kuwa ni elimu. Elimu ndio chimbuko la haya mengine yote. Nadhani tumeelewana mpaka hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Tumalizie katika upande wa tiba na madawa. Suala, watu kuwa na afya nzuri ni nguvu si nguvu? Nguvu. Mara nyingine kuna serikali duniani zinakwenda mbio kutibu watu wake, lakini kwa sababu ukiongoza nchi ya wagonjwa hamwezi kuendelea. Watu ambao hawapati tiba, watu ambao hawana afya, ndio watu wengine wanasema kwa maskhara kwamba mtoto ni mali ya serikali, wewe umemzaa tu, sio? Lakini mali ya serikali, lakini na nguvu zako vile vile. Wewe ukijidhuru tu serikali inakushtaki, kwa sababu watu wote mkijidhuru kuna nchi tena? Haya, wamtawale nani? Nani atazalisha, sio? Kwa hivyo kuna haja ya watu kuwa na afya, kwa sababu ni nguvu ya nchi. Na ndio maana hata katika vita wakati ule Mtume akienda katika vita walikuwa wanakwenda na wakina mama ambao kazi yao ni kutibu askari wakipatwa na majeraha, kwa sababu afya ni muhimu sana. Lakini tunahitajia hii nguvu ni kule wewe kujitegemea wewe, sio kutegemea wengine. Kuna nguvu nyingine inaitwa quwwatul imani, nguvu ya imani. Ikiwa watu hawana imani, hata kama wakiwa ni wengi wanaweza kushindwa. Na kuwa ya imani inasababisha sabr, inasababisha athabat kwa mujibu wa aya za Qur'an, na inasababisha mambo mengi kadha wa kadha. Ukisoma Qur'an utaona kwamba pale walipotaka kuzingatia kwamba wingi ni nguvu, Mungu alithibitisha kwamba sio kila mara wingi ni nguvu. Muda hautoshi kusoma aya hizo, lakini kwa wakati mwingine tathibitisha hilo. Kwa hivyo kwa wale wenye nadharia ya wingi kwamba ni nguvu, Qur'ani imeonyesha kwamba naam, wingi ni nguvu, lakini sio kila mara wingi ni nguvu. Wingi utakuwa ni nguvu ukiwa na sifa nyingine kama subra na hiyo kuwa ya imani. Na ndio maana mara nyingi Waislamu wakijihesabu kwamba tumekuwa wengi, kwa hivyo mkiwa wengi ndio mna nguvu. Mnaweza kuwa wengi lakini hamna nguvu. Na Qur'ani imethibitisha katika aya mbalimbali. Inshallah hatuko comfortable kutokana na sauti hiyo ya mvua, tutakomea hapa. Nas'alullah al-auna wa tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyut tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.